umemsahau. Huendi hata kanisani, hata msikitini, huendi hata kumwabudu, wala humkumbuki. Hujapoona wahitaji, wala huna mpango nao. Na kuletea habari njema ya mafanikio. Sasa nyota inakuja inang'ara, na kuletea habari njema. Mrudie muumba wako. Nasema kweli, mimi ni mtumishi wa Mungu, mpakwa mafuta wa Bwana. Ninakueleza habari hii, ndo siri ya mafanikio yako. Kama unataka amani yako ikakurudie, kama unataka sasa uone fedha yako inatulia katika mfuko, inatulia katika account, kama unataka uone sasa mlipuko wa mafanikio ndani ya maisha yako, hata kanisani huendi, umemsahau miaka mingi Mungu wako, hutaki hata kutoa sadaka. Safari hii na kuonyesha, ilikuwa kwamba Mungu akukatilie mbali, ilikuwa amebakiza kidogo achukue maisha yako. Na kwambia Mungu anakupenda sana, lakini amekupa nafasi ya pekee. Sasa amekufunulia kupitia mtunza shamba ambaye ni mimi mtumishi wake. Mpendwa msikilizaji, karibu tena katika kipindi chetu cha Ujenzi Makanisa. Leo tumekuandalia mada nzuri inayoitwa Global Donor ni mti wa matunda, mfadhili wa ujenzi makanisa. Na katika kipindi hiki ninaanza kwa kukueleza ya kwamba, mpendwa msikilizaji, Mungu anakuthamini sana. Anakuthamini sana wewe mpendwa msikilizaji, ambaye tunakuhesabu kuwa ni global donor. Mungu anakupenda kweli kweli, anakuthamini kweli kweli, na nitakueleza kwa nini. Endelea kunisikiliza. Leo nakueleza thamani yako mbele za Mungu. Unajua kwa nini? Mungu amekuumba na akakuacha hai hadi sasa kwa sababu anakupenda, anakujali, na ana lengo mahususi kwa ajili yako na kwa ajili yake yeye mwenyewe. Neno la Mungu linasema Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake. Kwa mfano wake alimuumba ili wawe na fellowship pamoja naye, wawe na faraga pamoja naye, wawe na urafiki pamoja naye, wafaidishane kwa namna moja au nyingine. Na katika jambo hili ninalopenda kukuletea ni kwamba Mungu amekuumba akakuweka chini ya jua katika uso wa dunia hii kwa sababu ana lengo maalum, na hili lengo ni mfano wa mmea uliopandwa wenye kuleta matunda ambayo hatima yake mpandaji anategemea kuvuna matunda juu ya mti huo. Hivyo wewe na mimi tumepandwa katika bustani ya dunia hii ili siku moja na wakati wote Mungu anatarajia mavuno, matunda ambayo yatakwenda kuvunwa na yeye. Naomba uelewe ya kwamba mavuno haya sina maana ya uhai wako, sina maana ya maisha yako, kwa maana ya kwamba atakuvuna kupeleke kule mbinguni, lakini anakwenda kuvuna kazi ya mikono yako. Matunda yatokanayo na kazi ya mikono yako ndiyo anayokwenda kukuvuna. Na kama mti basi wa matunda, Mungu alipokuweka kama mti wa matunda katika uso wa dunia hii, naomba uelewe, mti unapokuwa umepandwa kwa ajili ya hatimaye kuweza kuvunwa matunda yake, mti huu huwa unatunzwa. Mti huu huwa unapaliliwa, udongo wake hutifuliwa, humwagiliwa, huwekwa dawa
huwekwa mbolea, na matawi mabovu huweza kuondolewa yakabaki matawi mazuri, ili kulinda muonekano wa mti ule uweze kuwa mzuri. Mti ule hulindwa mbali na wanyama wanaoweza kuja kuharibu. Mti ule hutunzwa kwa ukaribu, kwa sababu aliyeupanda, mwenye mali hiyo, anatarajia siku moja kwenda kuvuna matunda juu yake. Wewe na mimi kama global donor, lakini pia mti wa matunda, Mungu anazungumza nini kwa habari ya mti wa matunda? Tutaenda kusoma katika Luka mstari ule wa 13 na kuanzia mstari wa 8 na mstari wa 6 hadi mstari ule wa 8. Neno la Mungu linasema, akanena mfano huu: mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mzabibu, akaenda akitafuta matunda yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu, nisipate kitu. Ukate. Mbona hata nchi unaiharibu? Mtunzaji akajibu akamwambia, Bwana, uwache mwaka huu, nao hata niupalilie, niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye, vema; la usipozaa, ndipo ukate. Oh, haleluya! Huyu mkulima alipanda mtini. Ni aina ya mti wa matunda ambao hata leo tunaupata katika maeneo yetu, mtini. Lakini huu mtini mkulima aliyewekwa akautunze, ulifuliza miaka mingi, yapata 3, misimu yote 3, huu mti haukuzaa matunda. Hata alipokuja mwenye mtini wake akasema, sasa itatosha, nahitaji kuukata huu, maana hata ardhi utaiharibu. Miaka 3 haujazaa matunda. Akatamani aukate. Ashukuriwe Bwana Mungu kwa mkulima huyu ambaye alikaa katikati, akautetea huo mti. Akamwambia bwana wake, bwana wangu, niache, nipe msimu huu mmoja, niupalilie, niupogololee, niuwekee mbolea, niumwagilie vizuri, nami natumaini utazaa matunda. Lau kama haujazaa, basi hapo ndo ukate. Basi yamkini huyu mtunzaji wa bustani, huyu mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa mahali pale anatunza, akamwambia Bwana, nipe muda, ninakwenda kutengeneza vizuri, naenda kutunza kwa kipekee, kwa kitofauti, ili kwamba utakapokuja msimu mwingine utapata matunda bila shaka. Nitautengenezea vizuri, ardhi yake nitaipogolelea, ardhi yake nitaiwekea maji, ardhi yake nitaitifuatifua, nitatunza hata upate kuzaa. Lau kama haujazaa hata pamoja na juhudi zote, hapo ndipo naweza kuukata. Pendwa msikilizaji, napendwa kukueleza ya kwamba huyu mkulima ndio mimi. Niko mbele zako, ninasimama kukueleza habari hii njema. Mungu alipokuangalia katika kipindi kilichopita, katika jitihada zako za maisha yako, ameona kwamba yamkini unastahili kukatwa, unastahili kuondolewa. Lakini ashukuriwe Bwana Yesu ambaye kwa kupitia mtumishi wake siku hii ya jioni, napenda kukutangazia, mtumishi wa Mungu unayenisikiliza, unayo bahati kubwa
kuyasikia maneno ya Mungu ya siku ya leo. Hakika ninachokwambia, mshukuru Mungu. Umesikia sauti hii. Hii sauti unayosikia leo ni sauti lulu kwako, ni sauti mahususi, unapaswa usipuuze. Maana mimi nakuletea habari njema, kwa habari ya maisha yako, kwa habari ya biashara yako, kwa habari ya mwenendo wako, kwa habari ya ndoa yako, kwa habari ya maslahi yako. Nakuletea habari njema. Una bahati, kwa sababu Mungu alitamani kufanya jambo libaya dhidi yako. Leo hii umesikia sauti hii. Usifanye mgumu moyo wako. Sikiliza nikwambie, kitu kizuri kiko mbele yako, ya kwamba sasa nyota ya asubuhi inaenda kuchanua. Nyota ya asubuhi inaenda kuchanua katika maisha yako. Umejitahidi sana kufanya ulichokifanya, kufanya biashara unayoifanya. Umejitahidi sana kutengeneza mazingira ofisini kwako, kutengeneza mazingira ili mambo yako ya kunyoke. Katika ndoa yako umeweka kila jitihada kuhakikisha mmeo anakugeukia, mmeo anakuelekea, lakini siku zote umeona mambo hayaendi. Hata uko karibu na kukata tamaa. Sasa mkeo anakutesa, haupati raha hata amani unapokuwa kazini, kwa sababu mambo yameharibika ndani ya ndoa. Wewe unajua hiyo biashara unayoifanya jinsi ilivyokwisha kukusumbua, inakusotesha hata unashindwa kuelewa uendeleje. Yumkini mambo yako yanakunyokea kwa kiasi, unaona yanakwenda vizuri, mradi wako unaenda vizuri, lakini ushangae, mbona matunda huyaoni? Mbona mbele unaona giza? Fikiria, kwa nini giza linaonekana mbele? Mbona hakuna matumaini? Ujapopata hiyo hela nyingi, marejesho nayo yapata, lakini huoni mafaida yake. Hela hiyo inapitiliza kwenye mambo yasiyoeleweka. Unauguza wagonjwa mfululizo, unaipeleka kwa waganga wa kienyeji, unaipeleka kwa mazingira ambayo hutazamii, safari zisizokuwa na manufaa kwako. Inakufilisi shughuli hizo, lakini mradi wako unakuingizia pesa, lakini pesa huioni inakoelekea. Unaliona giza, ujapokuwa unafanya jitihada nyingi, unafanya biashara kwa bidii sana, usiku na mchana unakimbia huku na kule, lakini unaliangalia giza, hakuna manufaa. Unajua sababu yake? Lakini wewe ambaye unafanikiwa, mifugo yako inaendelea kustawi, magari yako yanazidi kuongezeka, ndugu yangu, unaona hiyo hali, lakini amani huna. Kwani ninadanganya? Hebu angalia jinsi usivyolala kwa furaha. Angalia jinsi ambavyo siku zote unatafuta walinzi, kila siku unaona hawatoshi. Angalia geti lako jinsi ambavyo unaliimarisha kila leo. Angalia jinsi ambavyo unatembea usiku kwa masharti, ambapo una wasiwasi, lakini pesa unazo. Miradi yako imekubali, lakini haikuachi ukawa na amani. Unaona ni afadhali ungekosa hata hiyo mali, maana hakuna amani, hakuna furaha, hufaidiki na kile ambacho unakipata. Ni kwa sababu gani? Elewa, leo hii una bahati na kuletea habari njema. Sema amen, sema amen. Na kuletea habari njema. Mtu wa Mungu, wewe ni mti wa matunda. Kosa ulilolifanya, nisikilize, kosa ulilolifanya, hata hayo yote yanatokea. Nisikilize, unataka nyota iweze kung'ara sasa? Unataka jua liweze kung'ara sasa, likung'arie? Nisikilize, ndio maana nakwambia una bahati wewe. Mshukuru Mungu aliyemtuma mtumishi wake sahihi ukapate kuyasikia haya maneno. Haya maneno sio bure. Nisikilize vizuri na niangalie vizuri. Naongea na wewe.
Kosa ulilolifanya ni hili hapa. Ujapokuwa umefanikishwa na Mungu, Mungu amekupalilia, ameacha neema kwako kwa muda mrefu, hujakumbuka kumwambia asante. Hujakumbuka kusema asante Mungu kwa sadaka yako. Umejitosheleza, umeona kwamba yatosha. Yote umevitafuta kwa juhudi zako. Umejitahidi sana kukimbizana huku na huku, ukifikiri hiyo ni kwa sababu yako binafsi. Ni Mungu aliyekuwa anakufanyia hayo. Ni Mungu aliyekuwa anatoa njia hiyo. Ndio aliyekupa manufaa hayo. Ndio Mungu, mkono wake kwa kuwa ulikuwa pamoja na wewe. Lakini kwa sababu sasa ameona kwamba umemsahau, huendi hata kanisani, hata msikitini, huendi hata kumwabudu, wala humkumbuki, hujapoona wahitaji, wala huna mpango nao, na kuletea habari njema ya mafanikio. Sasa nyota inakuja inang'ara na kuletea habari njema. Mrudie muumba wako. Nasema kweli, mimi ni mtumishi wa Mungu, mpakwa mafuta wa Bwana. Ninakueleza habari hii, ndo siri ya mafanikio yako. Kama unataka amani yako ikakurudie, kama unataka sasa uone fedha yako inatulia katika mfuko, inatulia katika account, kama unataka uone sasa mlipuko wa mafanikio ndani ya maisha yako, hata kanisani huendi, umemsahau miaka mingi Mungu wako, hutaki hata kutoa sadaka. Safari hii na kuonyesha, ilikuwa kwamba Mungu akukatilie mbali, ilikuwa amebakiza kidogo achukue maisha yako. Na kwambia Mungu anakupenda sana, lakini amekupa nafasi ya pekee. Sasa amekufunulia kupitia mtunza shamba ambaye ni mimi mtumishi wake. Ninakuletea habari hii, ninakuwekea mbolea sasa. Mbolea hii ni kwamba mpe Mungu sadaka ya kumshukuru kwa sababu ya ujumbe huu ninaokupa asubuhi ya leo. Sahihi, shika hicho, wala semi kitu cha masihara. Mimi ni mtumishi wa Mungu, ninakueleza siri ya mafanikio yako ipo katika kumkumbuka muumba wako. Ujenzi makanisa ni huduma ambayo inahitaji sadaka yako. Sadaka yako utakapoitoa kwa ajili ya huduma hii, ujenzi makanisa yataenda kujengwa, makanisa yatakwenda kuleta utukufu kwa Mungu. Mungu anahitaji hicho kitu kikafanyike. Naomba kama unataka uone nuru ndani ya biashara yako, ndani ya kazi yako, ndani ya shughuli yako unayoifanya kila siku ili kuletee kula, unataka uone nuru sasa mpya, amani yako katika ndoa na katika kila mapito unayopita, ukaone ua linachanua kwa upya na matunda yanakaa na kutulia. Sikiliza nikwambie, andaa sadaka yako njema ya kumpendeza Mungu, ukamtolee sadaka hii katika account nitakayokutajia baada ya maelezo haya, ili kwamba ukaweze kumpa Mungu utukufu, naye atakung'arishia. Njia yako itanyoka, kibali utakipata kwa waajiri wako, utapata kibali kwa mume wako, utapata kibali kwa watoto wako, utapata kibali kwa bosi wako. Na kuambia kweli, hata safari zitaongezeka za kwenda nje na kwenda mikoani kwa ajili ya kupata manufaa kwa ajili ya maisha yako, na ufanisi wa kile utakachotia mkono kutenda utaongezeka maradufu. Nasema kabisa, mimi ni mtumishi wa Mungu, nisemayo haya ni amina na kweli, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nipo kwa ajili yako, mtu wa Mungu unayenisikiliza, nipo kwa ajili yako, mtumishi wa Mungu niliyeitwa mpakwa mafuta katika huduma ya ujenzi makanisa. Nisikilize, ninavyo mfululizo wa vipindi. Nilisema katika moja ya vipindi vyetu vilivyotangulia ya kwamba tutakwenda kuwa na vipindi vya siku ya Alhamisi saa 2:30
usiku, muda wa maombi maalum kwa ajili ya Global Donor, kwa ajili yako wewe unayenisikiliza. Nipende kukualika, hakikisha kuelekea katika siku kama hiyo, wewe mwenye changamoto yako ambaye unatamani Mungu akakumwagilie, akakutunze, akakufanikishe, akakuondoe katika uhitaji ulionao, utajiandaa. SMS utaituma kwa namba takazokutajia hivi punde. Ikifika wakati, tutakwenda kuomba kwa kupitia kipindi hicho cha siku ya Alhamisi saa 2:30 usiku. Pendwa msikilizaji, ninapoenda kuhitimisha kipindi hiki na kwenda kukutajia namba utakazokuwa unatuma SMS yako, ili kwamba tuweze kuziandaa kwa ajili ya maombi. Utatuma jina lako, utaeleza shida yako, nasi tutaweka katika utaratibu wa maombi ambayo tutafanya katika siku hiyo kuelekea Alhamisi. Na Alhamisi utajiona tukikuombea ili Mungu akakutane na haja ya moyo wako, ili Mungu akakuwezeshe kuzaa zaidi na zaidi na zaidi katika pale ulipowekeza. Mungu akakubariki zaidi na zaidi, kwa sababu ndo wito wetu, ujenzi makanisa kwa ajili yako. Tunatumika ili na wewe pindi utakapopokea mibaraka kutoka kwa Mungu, utakwenda kumshukuru Mungu kwa sadaka yako nzuri utakayokuwa umeitenga mwenyewe, na kwenda kukutajia namba za account utakazoenda kuweka hiyo sadaka ambayo umeguswa katika moyo wako kwa ajili ya ujenzi makanisa. Sikiliza, kwa wewe utakayependa kuwasiliana nami katika kutuma sadaka yako kupitia account ya bank ya CRDB, account namba 015200K8JW00. Tarudia 015200K8JW00. Kama utapenda kutuma sadaka yako kupitia Tigo Pesa, namba ni 0654566871. Tarudia, Tigo Pesa 0654566871. Kwa wale wanaopenda kutuma kupitia M-Pesa, namba ni 0767432710. Tarudia, M-Pesa namba 0767432710. Kwa leo itoshe, hadi tutakapoenda kutana tena. Endelea kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, ili kwamba kila tunapotokea hewani upate notification, na pia wengine wapate kujua kinachoendelea kwa habari ya utumishi huu, na wao wakapate kubarikiwa. Hadi hapo tutakapokutana tena katika kipindi kingine, nikuage. Mungu akubariki. Bye.